Ni wakati mwingine tena, na leo tuko ofisini kwa Dr. Nyanzige, mmoja kati ya madokta ambao kwa sasa hivi ni madokta ambao wanaaminiwa katika kusaidia wakina mama na wakina baba ambao wana shida ya uzazi. Mbele yako ninao moja kati ya watu ambao wamenufaika na tiba kupewa dawa na Dr. Nyanzige, naye mke na mume. Tuzungumze nao kwa sababu wana jambo jema leo ambalo wamekuja nalo. Kaka, asalamu alaykum. Wa alaykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Kwema. Una tabasamu mwanana leo. Naam. Hongera. Asante. Bana, nataka kufahamu kwamba ilikuwaje mpaka kwenda kumtafuta Dr. Nyanzige na ukasema sasa hapa nimeamini, nataka nikachukue dawa zake? Kutokana na matatizo niliyokuwa nayo au tuliokuwa nayo wanandoa, mimi na mke wangu tulienda hospitali. Baada ya kwenda hospitali nikaambiwa mke wangu ana PID. Baada ya kuambiwa ana PID, nikamwambia mke wangu kuhusu kuitibu PID kwa njia ya hospitali inakuwa ni ngumu. Kwa hiyo tupitie kwa ajili ya mitishamba, tutumie mitishamba ili tuweze kutibu wa ugonjwa. Baada ya kuingia mtandaoni ndo nikakuta matangazo ya Dr. Nyanzige, nikachukua mawasiliano yake, nikawasiliana naye, akanielekeza ofisini, nikafika. Baada ya kufika ofisini akanielezea dawa, utatumia dawa aina 3 tofauti ambazo utatumia baada ya wiki moja utakuja kunipa majibu. Ni kweli baada ya kutumia zile dawa, baada ya hiyo wiki ilienda kama wiki 2, ina maana ndo tukafanikiwa kufanikiwa mke wangu kupata ujauzito. Kwa hiyo kwa hilo kweli nashukuru na nina furaha sana. Na PID ile vipi? PID ina maana mpaka sasa hivi haijaendelea kwa sababu aliniambia daktari kwamba hiyo PID mpaka ipone alafu ndo aweze kushika ujauzito. Kwa hiyo na imani kwamba ameshapona mpaka ameshika ujauzito. Na wengi wanakuwa wana mashaka, ni watu wengi kutokana na madokta mbalimbali ambao wanawaona mitandaoni, wengine wakizania kwamba pengine wanaenda kutapeliwa au wanadanganywa ili mradi watu watengeneze pesa. Wewe ulichokiona hapa na kwa watu ambao wana hofu na madaktari ambao wakimsikia labda Dr. Nyanzige wanaona sije kando wale, una kipi gani cha kuambia watu kwa hichi ambacho umekiona? Kwa kweli namshukuru Mungu na Dr. Nyanzige sio tapeli. Kiukweli amenisaidia mpaka sasa hivi mke wangu ni mjamzito. Nashukuru kwa hilo. Dr. Nyanzige sio tapeli. Kama watu wanavyodhani kwamba kuna watapeli, ni kweli kuna matapeli, ila kwa mimi nimeamini kwamba dawa inanisaidia na Dr. Nyanzige ni mkweli. Hakunificha. Aliniambia baada ya wiki utakuja kunipa majibu. Na kweli nilimpa majibu. Hivyo, ni kweli anasaidia. Unatamani sana mtoto? Ni kweli. Ukaona hapana, ngoja nimuongoze mke wangu twende kwa Dr. Nyanzige. Ni kweli, ni kweli. Mke ulikuwaje? Imani twende hapa. Haja kwambia bwana. Hapana, mke wangu alisita, akaniambia bana twende tu hospitali, nikamwambia hapana. Hospitali nilishaenda naye baada ya kugundua kwamba ana shida hiyo. Mimi binafsi nikakataa kwenye masuala ya hospitali. Nikamwambia mke wangu hapana. Twende tukatibu kwa mitishamba, tutapata. Usijali. Nilimpa moyo mke wangu. Akakubali. Baada ya kukubali nikaja nikaonana na Dr. Nyanzige. Mpaka sasa hivi ni kweli mke wangu ni mjamzito. Ni wanaume wachache sana ambao anaweza akamshika mkono mke wake na kumtafuta daktari kutatua tatizo hilo la uzazi, kwa sababu tunaamini ya kwamba wanaume wengi anapoona kwamba kuna shida ya uzazi ya kupata mtoto kwa mke wake, huwa mzigo na lawama kubwa anamtupia mwanamke kwamba yeye pengine hana kizazi. Lakini wewe umekuwa tofauti, unaweza kusema mke wangu tutafute daktari 1 2 3 tutafanikiwa. Una kipi cha kuwashauri wanaume wengine ambao inapotokea vitu kama hivyo hatafuti namna ya kutatua tatizo, bali anamtupia lawama mke wake, na wengine hata kumwacha mke wake kwamba huyu hazai? Wewe una kipi cha kuwashauri wanaume wengine? Mimi ninachowashauri kwamba wafike kwanza hospitali wote wawili, wakapime, wajulikane kwamba ni yupi mwenye tatizo, kwa sababu unaweza ukamtupia mzigo mwanamke kumbe tatizo unalo mwanaume, au la mwanaume
mwanamke akamtupia mwanaume. Inapaswa wote wawili muende hospitali mkajicheki afya. Mkishacheki hapo ndo mnajua kwamba yupi mwenye tatizo, alafu muanze kulisolve tatizo lilipo. Mimi na mke wangu nilienda naye hospitali. Baada ya kwenda tulipima wote wawili, nikagundulika kwamba mimi sina tatizo lolote. Mke wangu ndo ana hiyo shida ya PID. Kwa hiyo mimi nawashauri kwamba waongozane na wake zao waweze kupata tiba. Wasiwatupie lawama wanawake. Huenda ikawa mwanamke hana tatizo au tatizo ni dogo la kusolve tu, sio la kumwacha mkeo. Bwana, tuzungumze na dada. Dada, asalamu alaykum. Wa alaykum salam. Hongera sana, unakwambia kwamba nyota njema huonekana asubuhi. Wewe umepata mume bora. Tunazungumza kwamba kwa sisi wanaume tunajua kwamba wewe umepata mwanaume bora, mwanaume ambaye anaweza kushika mkono, mke wangu tunamfuata daktari ndio tutatue hili tatizo. Mwingine angekushushia mzigo wa lawama wote wewe, kwa mke wangu inakuaje, mwaka mmoja, miaka miwili, miezi 6, miezi 7 hujapata ujauzito, wewe unashinda. Mwingine anakuacha. Hongera kwa. Asante sana. Shida hii ilikwenda kutesa kwa namna gani? Kwamba bwana, mimi nina tatizo hili, ujauzito nachelewa kupata, ilikwenda kutesa kwa namna gani? Ilikuwa hata hivi nikutana na mume wangu napata maumivu. Nilikuwa napata maumivu na tumbo mara kwa mara lilikuwa linanisumbua. Mgongo, kiuno vilikuwa vinanisumbua vitu kwa pamoja. Lakini tokea ulivyo kutumia dawa, maendeleo yakoje? Tunaelewa kwa sasa hivi kuna neema ambayo ipo. Dalili nzuri zimeanza kuonekana. Kwa sasa hivi yale maumivu ulivyokuwa unasikia unaonaje? Kwa sasa hivi nashukuru Mungu. Yale maumivu sasa hivi hayapo tena. Isipokuwa tu ni maumivu tu madogo ya tumbo kutokana labda na hii hali ambayo nipo nayo. Yanapungua. Sasa hivi naona niko fresh. Uko vizuri. Furaha imerudi. Kabisa. Amani ilikuwa haipo mwanzoni. Kwa kweli ilikuwa hatuna amani, lakini tangu tusikie ni tuna hiki kiumbe, kwa kweli tuna amani. Kwa kuna amani, unaona pengine mimi nisipozaa naweza akaweza kaniacha mimi huyu. Kwa kweli tunashukuru sana. Tunamshukuru sana Dr. Nyanzige. Asante sana, pongezi ni kwake kwa sababu tulikuwa tu tunataka twende hospitali, lakini baada ya kusikia kwake tukaona kuja tuje tuombe Mungu kwa upande huu tena. Lakini hata kwa mume wako pia mbona hujampongeza? Kama bwana mume wangu pia ndio alonishauri mpaka akashika mkono tena atoa pesa yake mfukoni, mke wangu twende hapa. Pongezi pia kwa mume wangu maana yeye vizuri bwana. Yeye ndo alolibeba ili yani kwa ujumla yani matibabu yote yeye ndo alosimamia. Kwa sababu yeye ndo msimamizi mkuu, yani nitoe pongezi kwake kwa sababu yeye bila yeye mimi nisingepona ninaona. Mawazo. Kabla kumshukuru Dr. Nyanzige kwa tumshukuru kwanza mume wako. Au sio bwana? Ni chanzo cha kufika hapa mpaka hivi sasa hivi. Hongera sana na Mungu atakujalia, atawajalia katika hichi kipindi hichi. Naamini tukija kwa siku nyingine tutakuja kuzungumza mambo yanaenda kuwa vizuri zaidi. Hongereni sana. Asante sana. Mungu awabariki. Naam, tunashukuru pia, tunamshukuru Dr. Nyanzige kwa matibabu yake. Ni kweli na imani na wengine wakimtafuta Dr. Nyanzige watafanikiwa. Asante.